Kwa muda wa miezi mitano, kijana Guni Dele Mwatela alikuwa akijua tu kuta nne za chumba kimoja katika eneo la Kibundani. Nyumba hiyo ni ya mganga mmoja maarufu anayejulikana kama Baakanda. Badala ya kupata matibabu ya ugonjwa wake wa akili, Dele aligeuzwa kuwa mateka wa minyororo, huku mganga huyo akidaiwa kuitumia hali hiyo kujichumia fedha kutoka kwa familia ya kijana huyo. Leo hii kuna jela nyingine mpaka maaskari wameshangaa kwamba kumbe wao wanaona kwamba police station kuna mahali pa kuweka watu, pia kwa huyo mganga kuna police station. Tumekata nyororo, tukavunja nyororo, tukavunja mtoto mwenyewe masaa karibu 1 hour tunavunja nyororo. Siri hiyo ilifichuka pale baba mzazi wa kijana huyo Mwatela Dele Mwatela alipoona mwanaye anazidi kudhoofika na juhudi zake za kumtoa hapo zikigonga mwamba. Bila kusita, aliamua kuvunja ukimya na kupiga ripoti kwa maafisa wa usalama katika kituo cha polisi cha Diani. Tumeenda kule tukachukua huyo mtoto na mamake ambaye mume wake ametuambia kwa kina amemkosa bibi yake kwa siku miezi 6 hajalala na yeye. Leo atafanyaje? Maafisa wa polisi kutoka kituo cha Diani ndio waliofika kumwokoa kijana huyo ambaye miguu yake miwili yakifungwa na minyororo. Maafisa hawa walifanikiwa kumkamata mganga huyo licha ya kupata wakati mgumu kumtia ndani ya karandinga lao. Hiyo ambao mmepanga kwenda kuniweka ndani, mimi niko tayari, twende. Lakini sikiza, mimi najua mambo ya askari vile mmeongea. Siwezi kataa kuja pale polisi, maana mimi nitaeleza ukweli. Yule mtoto aliniletea mwenyewe. Iko hivi. Basi usinisukume bana. Kwa sasa Dele amepata uhuru wake na anapokea huduma za matibabu katika hospitali ya rufaa ya Msambweni, huku washukiwa hao wawili wakisubiri kufikishwa mahakamani. Kuna jela nyingi sana ulimwengu huu. Sisi tunajua huwa jela ni moja ambayo inapatikana kama vile Shimo la Tewa, kama vile Kwale prison, lakini pia waganga wako na jela yao. Wanafunga watoto ambao ni wenda wazimu, ambao wanastahili kuwekwa nyumba maalum ndani ya hospitali. David Lukoe, Habari 24.7, kaunti ya Kwale.